hata asubuhi, kama umesikiliza vizuri, ni kitu kinaweza kukutoa mahali kakuweka mahali pengine. Niliwaambia mimi siwezi kufundisha kama David. Maana mimi original yangu ni kama injilisti. Na kama ni neema tu nimepata nikaokoa naweza fundisha. Mungu ndiye alikuja akaniambia fundisha watu wangu. Sikuwa na hii, mimi nilikuwa injilisti, lakini amefundisha kitu ambacho tunataka hata urudie tena. Urudie tena, kama Roho Mtakatifu atakusaidia uiweke urudie. Maana kwa kweli mioyo hii tulio nayo ndio inayetunyima kuendelea. Na kama kuna kitu tunakarabati kila siku hapa, si mwili ni nini? Moyo. Ni moyo. Ukiangalia hii shida zote tuko nazo hapa, tunaongea, tunafanya nini? Tunajaribu kukarabati moyo. Kwa hiyo ninaomba ya kwamba hilo neno tuzingatie. Sisi tulikuwa hapa Jumapili ile nyingine, wacha iliyopita siku huku. Ile Jumapili ya mwisho nilipokuwa huku nilimalizia katika kile kipengele kilikuwa kinasema ya kwamba Yesu Kristo alishika neno lake yeye aliyempeleka. Yesu Kristo alishika neno lake yeye aliyempeleka. Hiyo kipengele tukaangalia mambo mengi na tukafika mahali tukaachia hapo. Na nilipokuwa nikiangalia Biblia, every day unakaa unawazua. Nilipokuwa hapa nikijenga, nikipata nafasi kidogo ninaomba. Nafunga wiki mzima nikiwa najenga tu hapa. Namuuliza Mungu kutakuache. Na nilipokuwa nikiendelea nikakuta ya kwamba bado neno hili linakuja. Maana nataka nitoke kwenye ujumbe huu niingie kwenye ujumbe mwingine, lakini nimekataa kukaa katika Kristo. Na ndaomba Mungu anisaidie, na akifika mwisho mahali anataka nitaachia. Na nikakuja kuona ya kwamba tunaendelea kujifunza kushika neno, na wakati umelikataa neno kuna hasara kubwa ambayo inakuja. Na nikaangalia msomi katika Biblia. Huyu jamaa anaitwa Sulemani. Sulemani ni mtoto wa Daudi. Na Sulemani ameandika mambo katika Biblia. Na ameandika mambo na akaongea mambo ambayo tukiangalia kidogo tu leo, utaelewa kile nataka kumaanisha. Ya kwamba mwanadamu ili akae na afanikiwe nawe vizuri, tunaona nilianza huko, lazima akae katika neno hili. Na Sulemani anajaribu kutuonyesha jinsi alivyokuwa na hekima, alivyokuwa na maarifa na ufahamu. Na akajaribu kuangalia nini kinapendeza na kinaweza kumsaidia mwanadamu. Na alipochunguza yote hakuona kitu kingine kinaweza kusaidia mwanadamu duniani isipokuwa neno la kweli. Na kwa hivyo kwa leo mimi nataka tuangalie mambo ya Sulemani. Nilikuwa nimeandika kidogo hivi. Sulemani pamoja na hekima yote na ufahamu wote, anasema kila mtu amtii Mungu. Pamoja na hekima yake na ufahamu wake na kile chote alikuwa anasema hivi, kila mtu na amtii Mungu. Ni jukumu la kila mmoja wetu. Sulemani anajaribu kuonyesha kwamba kumtii Mungu ni jukumu la kila mmoja wetu. Na hilo analiweka kama jumla ya mambo yote, nitakuonyesha. Kwa hiyo nikaangalia nikaona Sulemani pamoja na utajiri alikuwa nao, pamoja na mambo mengi alikuwa naye, mnajua. Anaandika anasema jukumu la mwanadamu ni kumcha Mungu na kulitii neno lake. Jukumu la mwanadamu. Na hii kitu ndio David alikuwa anazidi kuzungumzia habari ya moyo. Maana moyo ndio uko na maamuzi ya kushika ama kukataa. Sasa nikaangalia nikaandika kipengele kingine kinasema hivi, neno la Mungu ni kama fimbo ya mchungaji. Neno la Mungu ni kama fimbo ya mchungaji. Kwa hiyo mchungaji anaendaga machungani na fimbo. Anaweza kuwa na 2 ama 3. Na wakati mwingine anaweka maji mfukoni, ili wakati anachunga yule ng'ombe ama mbuzi akatoka kwenye laini aingie kuharibu, anatupa lile fimbo ama ile jiwe. Nikaangalia neno la Mungu, Sulemani anazungumza kama fimbo ya mchungaji. Na inamaanisha kama neno la Mungu ni fimbo ya mchungaji, inamaanisha kondoo akitoka nje ya vile mchungaji anataka, kondoo anafanya nini? Anachapwa. Kwa hiyo nikaandika hapa kwamba usipokaa vizuri fimbo inakupiga. Usipokaa vizuri fimbo inakupiga.
na nikiangalia hii naona ya kwamba watu wengi wamepigwa sana na fimbo hii, maana wanasikia lakini hawatendi, wanasikia lakini hawatendi. So Sulemani anasema hii ni kama fimbo, hii ni kama fimbo ya kuchunga kondoo, na usipokaa vizuri fimbo inakupiga. Nitakuonyesha huko mbele. Ukilishika neno, andika hivyo, ukilishika neno linakuwa baraka kwako. Tulianza huko na tunarudia, ni kama tunarudia, linakuwa baraka kwako. Sasa nikamwangalia Sulemani kwa ujumla, nikamchukua na sura ngapi? 2. Sura ya kwanza ni kama mtu aliyetembelewa na Mungu, ndio akakaa na Mungu, lakini sura yake ya mwisho Sulemani alikuwa halipo tena na Mungu na hajakaa na Mungu. Maana vile David alikuwa anasema moyo wake ulitukuka, alikuwa na vitu vingi, moyo wake ulitukuka, na ulipotukuka moyo wake akaacha Mungu, akapenda wake kuliko Mungu, akafanya vile wake wanasema kuliko kufanya kile Mungu anasema. Nitakuonyesha kwa tukifika. Kwa hivyo tutamwangalia Sulemani kwa sura 2. Sura ya kwanza kama mtu aliyeshika neno la Mungu, akalitii neno la Mungu, akafurahia maisha, akaenenda katika njia za Mungu, akafanikiwa. Mungu akamwambia hakuna mwingine atakayekuwa na mali kuliko wewe. Mungu akampa hekima, akampa maarifa, alikuwa anatembea na yeye. Na sisi tunahitaji hilo. Mimi leo, hebu tuende katika kitabu cha Mhubiri nikuonyeshe. Mhubiri sura ya 12. Mtanisaidia kwa sababu kuna mambo mengine hapa kwa Kiswahili hayakuji vizuri, lakini kwa sababu tuko na Kikamba, tuko na Kiingereza, tutaangalia vizuri. Na kuna kitu nataka tuelewe hapa. Neno la Mungu ni jukumu lako na ni jukumu langu kulishika. Tusiposhika hili neno, wapendwa, tunafanya kazi ya bure. Hebu nikuulize swali. Sasa hivi unaniangalia ukifungua Biblia. Lengo letu na nia yetu ya kuja kwa Mungu ni gani? Lengo letu na nia yetu ya kuja kwa Mungu ni gani? Mama Koi, unaongea siku nyingi. Ni gani? Kwenda mbinguni. Ni kwenda mbinguni. Na kama ni kwenda mbinguni, kweli ni kwenda mbinguni, nia ndio hiyo. Kama ni kwenda mbinguni, kama hatuwezi kushika hili neno, hiyo mbingu tutaiona. Hata kama tutakuwa na magari 5,000 hapa, tutakuwa na machumba marefu. Mimi sisemi usipate chumba, nataka tuwe na magari na manyumba. Lakini all of them tuhesabu kwanza ni vitu vya hapa na mwisho tutaziacha. Tushike neno, tukae katika neno. Tarumbeta ikipigwa pa wewe wa kwanza kufika huko mbinguni. Sisi tunamwimbia Mungu, tunamtukuza Mungu, lakini kesho tutatupwa. Sasa Sulemani anaongea mambo magumu na mambo mazuri ya kutuelekeza, lakini leo tuangalie polepole. Hebu tuanzie mstari ya 9, 12:9. Mhubiri 12 mstari wa 9. Walakini kwa sababu huyo mhubiri alikuwa na hekima, aliendelea kuwafundisha watu maarifa. Naam, akatafakari, akatafuta, akatunga midhali nyingi. Huyo mhubiri akatafuta ili apate kuona maneno yapendezayo na yale yaliyoandikwa kwa unyofu, yaani maneno ya kweli. Hebu kabla hatujasoma lugha nyingine, rudia hiyo mstari kwanza. Rudia vile tumesoma. Angalia vizuri kwa macho yako. Walakini kwa sababu huyo mhubiri alikuwa na hekima, aliendelea kuwafundisha watu maarifa. Naam, akatafakari, akatafuta, akatunga midhali nyingi. Huyo mhubiri akatafuta ili apate kuona maneno yapendezayo. Na yale yaliyoandikwa kwa unyofu. Yale yaliyoandikwa kwa unyofu. Yaani maneno ya kweli. Yaani maneno ya kweli. Hebu tusikilize hiyo lugha nyingine. Na ulu ungi ni kweli wa mutabania aemwe aende ya kumanisia andu umane iwasuania na kumanga na kwa ya ndimo nyingi mutabania ni watatie kuona ndeto sie moyo na uvo ula uandikitwe ulunga lune o ndeto siago yani kile kitu aliona kizuri ni maneno ya kweli, maneno yaliyoandikwa kwa unyofu. Utanielewa tu, hebu sikiliza Kiingereza. And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge
Yes, he pondered and sought out and set in order many proverbs. The preacher sought to find acceptable words, and what was written was upright words of truth. Mimi nataka uone hapa, maana nitakupeleka utanielewa. Najua somo likianza huwa linatatiza kidogo. Lakini kile tunaangalia hapa ni huyu mwanaume alikuwa na hekima yote na maarifa yote alipewa na Mungu. Na akafundisha watu sana. Lakini akatafuta kila kitu kinachoweza kupendeza. Kila kitu kinachoweza, akaona kile kinaweza kupendeza ni neno peke yake lililoandikwa kwa unyofu. Ambalo neno la nini? La kweli. Alipokuwa akiandika hivi, anaandika ili tuelewe. Yeye naye alikuwa kwenye hiyo njia. Na sisi tuko kwenye hii njia. Na ndio nilikuambia tulipoanza, nikakufundisha majina ya Yesu Kristo. Mara tukamuita mawe, mara tukamuita sijui nani, mara tukamuita, yote ni majina ya mwamba, tukamuita mambo mengi. Lakini ukijumulisha utaona ya kwamba yote yanajumulisha Kristo, ambaye Kristo tulimuita ni nani? Ni neno. Na ikiwa Kristo ni neno, sasa sisi ili tuweze kufaulu na kuishi jinsi tunavyotakiwa, lazima tutafute maneno yaliyo manyofu ya kweli, tukae ndani yake. Sulemani akatafuta, akaangalia, akatafanya utafiti. Huyo Sulemani akaangalia hayo mambo yote yaliyoandikwa kwa unyofu, yaani maneno ya kweli. Alikuwa anayaangalia akitaka kueleza kusudi la maneno haya. Kwa hiyo mstari wa 11 anaanza kueleza haya maneno sasa. Maneno yao wenye hekima huwa mfano wa michokoo na kama misumari iliyogongomewa sana, ndivyo alivyo maneno yao walio wakuu wa kusanyiko, ambayo yatoka kwa mchungaji mmoja. Hebu rudia. Maneno yao wenye hekima huwa mfano wa michokoo na kama misumari iliyogongomewa sana, ndivyo alivyo maneno yao walio wakuu wa makusanyiko, ambayo yatoka kwa mchungaji mmoja. Hebu tusome kama ndio tupate neno michokoo, na tupate neno misumari, na tupate neno kugogomewa. Ndio utanielewa. Ndeto sia olamoe ili etamisenge. Na ndeto sia nene momba nasia. Ila suma wene mwedi umwe nota misuma ya de yetu. Nota misuma ya de yetu. Kama misumari ndio gongo. Sasa umemaliza? Hebu soma Kiingereza yako. The words of the wise are like gods, and the words of the scholars are like well-driven nails, given by one shepherd. Given by one? Sasa mimi nilikuwa naangalia haya maneno ya kweli ambaye Sulemani alijaribu kutafuta, na alipofika mahali akasema, na maneno hayo yaliyo na wakuu ni maneno yaliyo kama michongoo. Sasa michongoo ndio umesema ni nini? Ni kama mtu uliochongwa wenye michongoo. Misenge ni nini? Mtu uliochongwa wenye ncha kali. Wenye ncha kali. Sasa ndio sasa ndio mnakuja. Unajua unasoma Biblia unaiacha hapo kwa sababu hilo neno ulijui. Sasa nasema hili neno ni kama michongoo, yani ni kama mti uliochongwa, na ukipika karibu na wewe inafanya nini? Inakudunga. Ndio unasikia Biblia inasema ya kwamba na neno la Mungu ni upanga ukatao kuili. Ukigeuka hivi unakata, ukigeuka hivi unakata. Sasa Sulemani anajaribu kuonyesha ya kwamba hili neno ni neno ambalo ni la kweli, na likiwa ni neno la kweli ni kama michongoo, linadunga ama linachoma. Ni kama misumari iliyogogomewa sana. Wale watakao likubali hili neno ni kama misumari iliyogogomewa sana, yani imedungiliwa sana. Kwa mfano nyumba hii ili isianguke imegongelewa misumari ikasimama, imegogomewa sana. So Sulemani alikuwa anaonyesha kwamba sisi kama kanisa lazima tulikubali hili neno ijapokuwa ni chungu. Wakati neno la kuambia wewe ni mzinzi
Unafurahia? Linakudunga, linakuchoma. Ukilikubali hili neno likikaa ndani yako, likutawale, linakuwa kama mbao imegonganishwa na msumari, na mbao nyingine haziwezi zikaachana. Sasa kama tutakubali kulishika neno, tugongelewe misumari hiyo ambayo ni neno la Mungu, litushikanishe na Kristo. Nilikuwa napata ufunuo, hakuna wakati wowote tutapata dhiki ama shida, maana mwenye neno ndiye anabeba kila kitu. Na tuliona hiyo. Sasa mimi nilikuwa naangalia hili neno ni kama misumari iliyogogonewa sana. Ndivyo lilivyo maneno yao walio wakuu wa kusanyiko, ambaye yatoka kwa mchungaji mmoja. Kwa hiyo hili neno halitoki kwa wachungaji wengi. Neno liliandikwa la kweli halitoki kwa wachungaji wengi, linatoka kwa mchungaji mmoja. Na huyu mchungaji mmoja mkuu, ukimtafuta kwa Biblia utamkuta ni Yesu Kristo. Sasa mimi ni mtumishi wa nani? Wa Kristo. Na nikiwa mtumishi wa Kristo, wewe nawe ni mtumishi wa nani? Sasa mimi ninaleta neno lile la kweli kwako, ambalo ni kama mchongoo, ni kama msumari uliogogomewa sana, ili ulishike, ulichukue, na ukilishika likufikishe katika kusudi la Mungu. Sasa ukiangalia hii utanielewa. Mstari ya 12. Tena zaidi ya hayo mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wowote wa kutunga vitabu vingi, na kusoma sana huuchosha mwili. Hebu soma Kikamba. Nambe wa mwana wakwa taika kutimu minukilio wako seo. Hebu rudia. Nambe wa mwana wakwa taika kutimu minukilio wako seo ya mabuku maingi na kwema nesia muno ni minoa ya mwe. Hebu soma Kiingereza. Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study, where is the body? Sasa huyu ni mtu ambaye alikuwa na hekima, akaandika vitabu vingi, akafundisha watu maarifa, akaonyesha watu hekima yote. Anafika mahali anasema kuandika vitabu hakuna mwisho, na kusoma vitabu hakuna mwisho. Kile kinafanya ni kuchosha watu vitabu, na vitabu vinaandikwa mpaka leo. Akisema namna hii, alikuwa yeye ameandika vitabu, ametunga vitabu vingi, amefundisha watu wengi, lakini akiangalia yote hakuona faida yake, akawa na jumla ya faida yote. Haleluya. Na mimi nataka nikuonyeshe hiyo leo, ambapo wewe na mimi tukae kwenye hili neno. Maana Suleimani anapoongea namna hii alikuwa ndani ya hilo neno, na wakati moyo wake ulitukuka akatoka ndani ya neno, hakuishi. Usomaga maandiko. Sasa Suleimani anasema kweli, tena zaidi ya hayo mwanangu, kubali kuonywa. Kubali kuonywa. Ukikubali kuonywa, kutakuwa na mambo yatakayotokea. Hakuna mwisho wote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana, uchosha mwili. Watu wanatafuta Mungu. Unajua Yesu aliwaambia watu, mnang'ang'ana mkitafuta vitabu na maandiko, mkifikiri kana kwamba uzima wenu uko kwenye vitabu. Naye Sulemani hapo ukimwangalia ndivyo anataka kutuambia. Ni kweli tunajua neno la Mungu, lakini hilo neno tunajua hatulitendi. Na kwa sababu hatulitendi, tunaendelea tukitafuta vitabu vingine vya kutusaidia. Anasema ni kuchosha mwili. Lakini akona wazo, akona nini? Ambalo wazo hilo likiingia kwetu litatusaidia. Litatusaidia. Kwa hiyo ukiangalia hii neno la kweli ambalo nimefundisha sasa karibu miezi mitatu ama minne mitano, ni kwamba hili neno linatakiwa litutawale. Sasa Sulemani anasema ametafuta na akajua kile kinaweza kusaidia mtu ni neno la kweli lililoandikwa katika unyofu. Maana kuna mengine hajaandikwa kwa unyofu. Kwa unyofu. Sasa anasema nini katika mstari wa 13 ambaye ndio sasa sehemu yetu. Hapa ndio sehemu yetu sasa. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Hebu sikiliza vizuri, rudia. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu.
Oni wa muminukithio wa uvo wothe ni wigwikite. Wothe ni wigwikite ata ni wigwikite. Kia Ngai na kwata miao yake. Nundu au niguo undu wothe wailite kwika wa ni mundu. Ou niguo undu wothe. Ou niguo undu wothe wailite kwika wa ni mundu. Whoever is there. Kiingereza. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. The whole duty of man is to fear God and obey the commandment. Tumche Mungu na tulitii neno lake. Na Sulemani anasema pamoja na hekima yote, pamoja na kusoma niliyosoma na vitabu vingi nilivyoandika, this is the conclusion of the matter. Hili ndilo jawabu la mambo haya yote. Tuangalie vitabu, tusiangalie, maana maneno yamekwisha kusikiwa. Hata wale hawana macho ya kusoma wamesikia, hata wale wajui kusoma wamesikia. Kila kitu kimesikika. Sasa Sulemani anajaribu kusema nini? Hata kama ungeletewa vitabu ngapi weke pale, hata kama ungepewa nini weke pale, kabla hujamcha Mungu na kushika amri zake, kusoma kwako ni kujichosha bure. Sasa yeye akiwa amesoma mno, yeye akiwa na hekima mno, anatuambia hivi: mche Mungu nawe ushike amri zake. Mche Mungu nawe ushike amri zake. Filipo alifundisha last week but one, wakati nikiwa huku akatuonyesha faida 5 za kumcha Mungu, to fear the Lord. Na Sulemani katika pesa zake zote na mali zake zote na wanawake wote aliokuwa nao, akaangalia akasema, hii ndiyo conclusion all the matter. Hii ndiyo mambo yote. Hili neno peke yake. Anasema mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa ujumla ndio impasavyo mtu. Kwa ujumla ndivyo impasavyo mtu. Anamaanisha nini? Anamaanisha sisi wote tunatakiwa kulishika neno, tukae kwenye neno, ni jukumu letu. Na hii kitu ni roho. Roho iliingia ndani yetu kama wanadamu. Wakati Adamu alipatiwa maagizo ya kushika, unajua alipoasi yale maagano, alipoasi yale maagano akatengana na Mungu. Maana ameasi yale maagano katika shamba la Edeni, nilikuambia siku nyingine. Na sasa Adamu alipotupwa, maana amekataa kumsikiliza Mungu, akatawaliwa na yule mwovu. Na tunamwona Mungu akimleta Yesu Kristo kama mpatanishi kati ya watu wawili, na Yesu Kristo ndio neno. Sasa ukimwamini Yesu Kristo na hujakubali kile Yesu anasema, bado hujamwamini. Bado hujamwamini. Ina maana kumwamini ni kushika kile anasema. Kama unamwamini na ushiki kile anasema, then uko nje ya maneno haya. Sasa leo Sulemani anasema, mimi nimesoma, nimefundisha watu, nimeandika methali nyingi, lakini nimetambua kitu kinaweza kunisaidia ni hiki kimoja. Sio hekima yangu, sio maarifa yangu, sio ujuzi wangu, ni kumcha Mungu na kushika amri. Maana hilo ndilo jukumu limpasalo wanadamu awaye yote. Sasa wakati tunajifunza neno la Mungu, tunasema ya kwamba usizini. Usizini. Wakati Biblia inasema usizini, unaenda unazini. Haujamcha Mungu. Hujamcha Mungu. Wakati tunasema mpende, upendi, haujamcha Mungu. Wakati tunasema wacha usharati na uachi, haujamcha Mungu. Tukisema wacha kumwibia Mungu katika fungu la 10 na hauachi, haujamcha Mungu. So unakuwa kanisani, na mnielewe vizuri, unakuwa kanisani lakini hauko pamoja na huyo Mungu. Sasa jumla ya maneno yote yaliyonenwa ndio hii: kila mtu amche Mungu na atii amri zake. Hata kama unakaa na mtu mbovu, mtu mbaya, ulishike neno hili likae kwako likusaidie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona kanisa hili, kama tutakubali kuwa na Mungu, tutaona Mungu akitusaidia. Nimeona watu hapa, nimefundisha watu nimewafundisha sana, nimebatiza watu, ninawaambia twende njia hii.
wamepita Kawaru. Wameshapita Kawaru. Wako hapa tu wamepita Kawaru. Hata hawaji kuniambia pasi wanajua tulimalizaga maneno. Hawezi kuja. Lakini wako hapa wanamwabudu huyu Mungu. Watu hawaja kulala ama usimame. Hawaja kulala ama usimame, kusimamisha saa hii. Kwanza wewe ndio mmoja wa kisirani tu hapa. Watu hawataka kusikiliza neno hili. Kama ingelikuwa kanisa ni ya Seteu, ama ingelikuwa mimi ndio napeleka watu mbinguni, mungeniruhusu saa hii. Mkao mmeketi namna hiyo nipite katikati yao nikishika huyu masikio nikimwambia haya toka. Kulingana na jinsi wanavyoishi, na jinsi neno inasema. Lakini sasa mimi nikinyamaza hivi, watu wanasema hata Seteu hajui kitu hata moja. Sasa hata nikijua, kuna vitu vingine ukijua na ukiona, hata ukizifuatilia haikusaidii. Kuna watu wameamua kukaa na Mungu, lakini wako kanisani, wanatenda mapenzi yao. Mimi siwapiki, wala sina shida na nini. Endeleeni. Siku ya mwisho aliyetuita ndiye atajua atafanya nini. Kile atafanya. Lakini angalia jumla ya mambo yote yaliyonenwa ndio haya. Tuna vijana hapa tu wanaoana asubuhi. Na wako kanisani. Wazee wanaoana asubuhi na wako kanisani. Na wataki kutuambia, naomba nyinyi mlioana hii wiki kabla haijaisha mje mniambie kama umeona, nione kama mnastahili kutengwa ama mnastahili kuendelea. Kuna watu wameona huku na hawajasema. Na kwa sababu ni wanadamu na ni watu wazima na wana akili na wana meno, wewe mraga utawafanya nini? Nikikwambia ngoja tutengeneze mambo ikuwe vizuri na Mungu anasema hivi na hivi. Ukiona nimekuchelewesha, si unaoa tu. Na ukishaoa kwani mimi nina shida? Niletee sadaka niendelee kukula. Na fungu la 10 niendelee kukula. Ufanikiwe. Lakini ukiangalia neno hili sijui unaenda wapi ndugu yangu. Hadi sasa hivi unakaa hapo unahubiri neno mpaka unasikia nini unataka kulia. Kwa sababu unaambia watu kweli ndio huu, lakini hawataki kushika ukweli huu. Na hakuna mtu amenyimwa kuoa, hakuna mtu amenyimwa kuoa tu watu wa Mungu. Hakuna mtu amenyimwa kuolewa. Lakini tufuate the right channel. Tufuate njia inayostahili. Tuache kuwa makahaba tu na tuko kanisani. Kwa sababu neno hili litatuhukumu. Neno hili litatupiga. Neno hili litakuonyesha vile inapiga. Neno hili litatupiga. Na msione kama Mungu ni mwanadamu. Mungu akisema amesema. Amesema. Nani ameambiwa hapa usioe ama usiolewe? Hakuna. Ila Mungu anakuambia enda hivi, fanya hivi, fanya hivi. Ndio ukifika usije ukapotea. Lakini na watu nimefundisha, nimetoa pepo, nimeombea roho. Anasema wewe pastor utajuaga huko baadaye. Mimi sina mbingu wapendwa. Mimi ni mtumwa. Na hata kama umefanya kosa gani usiniogope. Hata kama umefanya nini usiniogope. Maana sina mshahara wa dhambi yako mimi. Sina chochote. Wacha kukimbia kwangu. Kimbia kwa Mungu. Ukiniona mimi hata kama umefanya nini, don't be afraid of me. Mimi ni kiongozi tu, lakini kuna mhukumu. Haleluya. Kwa hiyo wewe ambaye mambo imekuwa magumu, usifikiri sioni, usifikiri sijui. Ni wakati wako wa kuangalia. Maana Biblia inasema hii ndio jumla. Hii ndio jumla ya maneno yote yaliyokwisha kusikiwa. Na kweli redio zimesema, watu wamesema, TV zimesema, hata kama hujui kusoma Biblia, unajua tu kitu hiki ni dhambi na hiki sio dhambi. Tunaachia watu wa dunia wafanye. Tukija kwa Mungu, tunajifunga mkanda, tunaikataa mpaka ifike siku yake. Haleluya. Lakini watu wameshindwa kungoja na wanataka Mungu. Ni ngumu sana. Ndio anasema jumla maneno ndio hii. Na wote mche Mungu
nayo ushike amri zake. Maana kwa ujumla, kwa nini? Kwa ujumla ndivyo impasavyo mtu. Kwa ujumla ndivyo impasavyo mtu. Sasa wewe kwa sababu umeokoka na mama yako ameokoka, nini wawili, huyu akikudhulumu amefanya jumla ya maneno ya Mungu, wewe ukimdhulumu amefanya. Ndugu mwingine alikasirika juzi, kagonga mke ting ting. Gonga. Sasa alikuwa anafikiri sina taarifa. Akakuja. Ndio nikamwambia nilijua zamani. Zamani. Sasa huyo ni mtu akona hofu ya Mungu. Anataka kusaidiwa na nani? Na Mungu. Kama hakuwa na hofu ya Mungu angesema hata hiyo kanisa siye. Maana nimemgonga mke. Kamwambia siku nyingine hata ukiamua kumpafu mjinga umbwe wewe, linda amana ya Mungu iliyoko ndani yako. Haleluya. Linda hiyo kitu iliyoko ndani yako. Na hakuna siku utachange mwanadamu kwa kumpiga ngumi. Hakuna siku utamtengeneza mtu kwa kupiga. Haiwezekani. Hata ukisoma maandiko inasema na nyumba haijengwi kwa nguvu bali kwa hekima na maarifa. Sasa mtu unafika kiwango wewe na umeokoka na uko kanisani, inafika kiwango unamwekelea conscious ya Mungu hakuna. Ndio ninasema Mungu atusaidie, kwa sababu haya maneno tunayezungumza kila siku hapa inaonekana tunapiga kelele hapa. Siku moja utaona matokeo. Utayaona hivi na macho. Hebu angalia hiyo mstari ya 14 uone. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Likiwa jema ama likiwa nini? Sasa sio Sendebu ataleta, sio mzee wa kanisa ataleta, sio kijiji kitaleta. Huyu ambaye tumemwamini ataleta, yote atawekwa. Na nilikuwa nasoma kitabu cha Habakuki, inasema kama uliiba boriti kama hii, miti kama hii ya mtu kaiba, kaenda ukajengea kwako, na hukutubu vizuri ama hujasema vizuri ya maneno, wakati wa hukumu hiyo boriti itakuja, itasema ni mimi hapa, huyu alinitoa kwa Sendebu akaja kujengea nyumba kwake, aliniiba. Boriti inaongea. So watu wamefananisha huyu Mungu tunayemwabudu ni kama Sendebu ama Johana. Forget about it. Huyu ni Mungu mwenye mamlaka na uweza na nguvu, na anaona mambo yote. Boriti itakuja, kama ni jiwe uliiba litakuja. Sema na mimi niliibiwa mahali fulani. Pesa uliiba litakuja. Nitasema. Kwa hiyo ataleta hukumuni. Sasa anasema nini? Sulemani anajaribu kutuambia tujaribu sisi kama watu waliokoka, sisi kama watoto wa Mungu, tutii jumla ya maneno yote yale unayojua, sio yale ujui. Mungu hajasema na kile ujui utahukumiwa naye, utahukumiwa na kile unajua. Ni watu wangapi wajui ulevi ni dhambi? Ni watu wangapi wajui kutukana ni dhambi? Uongo ni dhambi, kusengenya ni dhambi, wivu ni dhambi, matukano ni dhambi. Watu wangapi wajui? Kuna mtu ajui kweli? Lakini every day ndio hiyo tunafanya, every day ndio hiyo tunaongea, every day ndio hiyo tunajibishana. Sasa tunaenda wapi? Ni lazima tukubali kushika maneno haya. Haleluya. Unanipata? Tuache uongo. Siku ya kuja kwa Mwokozi ama siku ya kuondoka kwako hapa duniani haujui dakika yoyote wewe. Unajua? Nikijua nitakufa nitajitakasa. Umejua ni saa ngapi kufa? Tuachane na dhambi. Tuachane na mambo mabaya. Tulishike neno la Mungu. Haleluya. Kwani kama kuna watu wamefundishwa ni hii kanisa hii. Labda yule mtu mgeni amekuja. Minchi.
Sijakwambia uinamie kitabu hapo unasoma, unajifanya unasoma na hakuna kusoma, ni kulala unalala. Watu wataki kushika haya maneno. Hataki kukaa katika neno hili. Na yote tunayoona ni madogo. Pastor ajui, pastor elewi. Shida yako kama ni hiyo, mimi nataka nikuambie umepotea. Maana kujua kwangu na kutokujua kwangu haisaidii. Tuelewaneni ndugu. Kujua kwangu na kutokujua kwangu haisaidii. Maana ule atakaye tuhukumu sio mimi. Hata mimi nitasimama kwa laini. Kwa laini. Kila mtu angalie sehemu yake mwenyewe. Ni jukumu la kila mmoja wetu. Ni jukumu la kila mmoja wetu. Ni jukumu la kila mmoja wetu kutenda hivyo. Hebu ngoja tumwangalie huyu mwanaume sasa. Wakati alikengeuka, alikuwa anafundisha watu hekima, fundisha watu maarifa, akaandika methali nyingi, lakini akaja akakengeuka. Tulianza habari ya Sulemani. Nakumbuka si Sulemani.